Sasa anatokea mtu mmoja anasema, kusuka watoto sijui mnawaumiza, kwani watoto wanataka urembo wa nini? Mfano sasa mtoto ndo kama huyo. Nywele ndo kama hizo, mkutano wa nzi sijui mkutano wa nanilia wasisimizi. Hii nywele hata kama ukimchana asubuhi anapotoka getini akifika shule nywele inakuwa kama haijachanwa. Ukutana naye basi unamkimbia mwanao, lakini yeye mbona alivyosuka? Mtoto kabadilika, mtoto kapendeza. Sasa wewe ndio kusema watoto asisukwe, sijui nini. Wengine kwanza wanasua za baba zao. Sasa usipomsuka unapata matatizo. Umeona kama huyu kasuka kapendeza kawa smart, at least hapo atakadhaka hata mwezi mmoja. Tena kipipiu kikisuka kinakaa muda mrefu bila kufumuka. Nywele kama hiyo kila kitu kwa shilingi 45. Tuko Changanyikeni mwisho, lakini pia tuko Changanyikeni shule. Jamani, kuna mtu ambaye unasema nywele zake huyo mtoto mnyoeni zichaneni. Kuna vipilipili ambavyo vimeshashindikana. Yaani kipilipili hicho kinaanzia enzi za mababu huko. Huwezi kukichana, huwezi kukifanyaje. Lazima ukisuke kipende kiwe smart. Mtoto wa kike urembo wake ni nywele. Mpaka Biblia imeandika, hadi vitabu hadi imeandika, mwanamke urembo wake ni nywele. Sasa wewe mnyoe mtoto, akitoka nje ya geti, nywele zimeshajiviringita, zimeshaka mkutano, zinaanza maongezi. Jamani, nywele kama hiyo hapo mtoto kasuka kawa smart, at least hapo wiki yake moja, wiki yake mbili anaenda shule akiwa smart na kapendeza, hawankane kuchana asubuhi. Na zile ukimchana lazima atalia.